Mosi, ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jinsi alivyoniamini na kuniteua kwa waziri wa nchi, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, na hivyo kunifanya kuwa sehemu ya timu yake muhimu ya kutafsiri na kutekeleza maono ya serikali yake. Ni nafasi ambayo leo imenipa fursa ya kusimama hapa mbele ya bunge lako tukufu na kuwasilisha hotuba hii. Pili, niendelee kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi anavyoendelea kuliongoza taifa letu kwa weledi, umahiri na utulivu mkubwa. Katika kipindi chake cha miaka minne, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameonyesha weledi, umahiri, uthabiti, uimara, uadilifu na uzalendo wa hali ya juu kwa nchi yake. Kupitia falsafa yake ya 4R, ameendelea kujenga maridhiano mapana ya kijamii na kisiasa na kuweka mazingira sawia ya kufanya siasa kwa vyama vyote nchini, ndio reconciliation hiyo. Ametoa uhuru wa kutoa maoni huku akionyesha ustahimilivu wa hali ya juu, ndio hiyo resilience. Kiongozi wetu ameleta mageuzi makubwa katika kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji, ikiwa ni sehemu ya hiyo reform. Ameimarisha sekta za kilimo, mifugo, uvuvi na madini na kuwapa matumaini mapya mamilioni ya wakulima, wafugaji, wavuvi na wachimbaji wadogo wa madini. Hakika anaijenga upya nchi yetu ambayo ndio rebuilding, na kupitia uongozi wake serikali yetu na nchi yetu imeendelea kuimarisha amani, utulivu na usalama. Tatu, Mheshimiwa Spika, ninampongeza Mheshimiwa Rais wetu kwa kupata tuzo nyingi tangu awe rais, lakini kwa kipekee na kwa muktadha wa leo ninaomba nimpongeze sana kwa kuweka historia ya kipekee ya kutunukiwa tuzo maalum na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, aidha namshukuru Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi wake mahiri na jitihada zake kubwa anazozifanya katika kuendelea kuijenga Zanzibar yenye maendeleo makubwa. Mheshimiwa Spika, napenda kuwashukuru Mheshimiwa Dr. Philip Idhori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa maelekezo na miongozo yao kwetu na kazi kubwa wanazofanya katika kumsaidia Mheshimiwa Rais kuongoza nchi yetu vyema. Mheshimiwa Spika, ninaomba kukushukuru na kukupongeza wewe Mheshimiwa Spika kwa kuliongoza vizuri sana bunge hili la 12. Katika kipindi chako chote cha kuongoza bunge hili umejitahidi sana kutenda haki kwa wabunge wote bila kujali hali na nafasi zao. Aidha, ulijitahidi kulitendea bunge, serikali na wananchi haki. Pale ambapo serikali ilipaswa kuonywa, kuelekezwa na kuwajibishwa, hukusita kufanya hivyo. Na pale ambapo serikali ilistahili kupongezwa, ulifanya hivyo bila kusita. Mheshimiwa Spika, kwa kifupi, ulitenda haki. Wewe ni mtenda haki. Mheshimiwa Spika, umeweka historia ya kutukuka kwa bunge hili la 12 uliloongoza kwa kutoa tuzo maalum kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutambua mchango wake katika kusukuma mbele maendeleo ya nchi yetu. Naomba nirudie. Mheshimiwa Spika, umeweka historia ya kipekee na ya kutukuka bunge hili la 12 kwa bunge lako kutoa tuzo maalum kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa yote uliyofanya katika kipindi chako cha uspika, hakuna shaka kwamba bunge hili linakuhitaji. Wabunge hawa wanakuhitaji. Watanzania wanakuhitaji. Dunia inakuhitaji. Na muhimu zaidi, wananchi wa jimbo jipya la Uyole wanakuhitaji uendelee kuwa kiongozi wao na kiongozi wao mahiri. Tunakuombea Mheshimiwa Spika na kukutakia kila laheri katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu.
Na mimi kama mwalimu mwenzako wa chuo kikuu niwaombe sana wananchi wa jimbo la Uyole waturudishie mama huyu hapa bungeni. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kumpongeza na kumshukuru